Jina la Humphrey Polepole limekuwa likizungumzwa kwenye mitandao ya kijamii na jamii zetu kwa ujumla kwa nyakati tofauti kwa matukio tofauti, lakini kwa kipindi hiki liko linazungumzwa sana kutokana na ripoti iliyotolewa kwenye vyombo vingi vya habari juu ya madai ya kutekwa kwa Humphrey Polepole na uthibitisho uliotolewa na familia ya Humphrey Polepole kwa kuthibitisha kwamba ndugu yao huyo alitekwa usiku wa kuamkia tarehe 6 ya mwezi wa 10 ya mwaka 2025, huku akionekana kuwa ni mtu ambaye alipigwa vibaya na kuvuja damu nyingi nyumbani kwake kipindi alipokuwa akichukuliwa na kutoweka. Kwa wakati huu mama mzazi wa Humphrey Polepole ameweza kujitokeza na kuzungumzia suala hili, huku akiomba mtoto wake aweze kurejeshwa aidha akiwa hai ama akiwa amekufa, akisisitiza kwamba maisha hayo si maisha ambayo mwasisi wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa akitamani kuona Watanzania wengi wakiishi, akisema huo ni uonevu uliovuka mipaka na ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Lakini kabla ya kwenda kusikiliza yale aliyozungumza mama mzazi wa Humphrey Polepole, napenda kuwakumbusha wale wote ambao bado hawajatunga mkono kwa chochote kupitia M-Pesa namba yetu ya 0749761178 kwa majina ya Habari Media, basi wafanye hivyo, kwani kwa kufanya hivyo watawezesha sana sisi Habari Kiganjani kufanya tafiti na uchunguzi wa kina ili kuibua ukweli unaosaidia jamii kufanya maamuzi sahihi, kuboresha mifumo yetu kuwa ya kiteknolojia zaidi na mifumo ya kidijitali ili habari ziwafikie watu kwa urahisi, kwa haraka na kwa ubora zaidi. Wezesha Habari Kiganjani kwa manufaa ya wengi, kwani hata kidogo ni kikubwa. Hali ya huzuni na masikitiko na hisia za kina vimejaa mitandaoni na katika vyombo vya habari nchini Tanzania baada ya mahojiano maalum yaliyofanywa na BBC na Bi Anna Mary Polepole, mama mzazi wa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole. Katika mahojiano hayo yaliyotolewa kwa umma, mama huyo alisisitiza kwa sauti ya uchungu na huzuni kwamba anataka mwanawe arudishwe mikononi mwake, awe hai au amefariki dunia, akieleza kwa masikitiko makubwa na sintofahamu aliyoipitia kutokana na hali ya kupotea kwa mwanawe. Alizungumza, amwachie mwanangu kama yuko hai, kama hayuko hai anileteni mzike mwenyewe, aniletee mwanangu nizike mwenyewe, wasije wakaenda kumtupa baharini. Maneno haya yamegusa hisia za wananchi wengi, wakiibua mjadala wa haki, utu na uwazi katika jamii, huku akihisi uchungu wa mama mzazi aliyechoka na kutokwa na uhakika wa mwanawe kuwepo. Kauli hii pia imeonekana kama wito wa kiasili wa mzazi, akisisitiza haki ya kila mzazi kujua alipo mwanawe na kumlinda hata baada ya kufariki dunia. Katika mahojiano hayo, Bi Anna Mary alieleza kwa undani historia ya malezi ya mwanawe, akieleza kuwa Humphrey Polepole alilelewa peke yake baada ya kupoteza mwenzi wake wa maisha, huku akisisitiza kwamba maisha ya mzazi na mwanawe yamejengwa kwa jitihada kubwa, upendo na malezi ya kipekee. Alisema, unapokuwa mtu umesomesha mtoto toka kichanga mpaka amefika mahali kwamba anaweza kusaidia ukapata hata doti ya kanga, leo wenzio wanakuja kukatia ghafla tu. Sababu hasa ni nini? Walimchukua huyu binti huyu, unamuona huyu dada yako, walibomoa pia, wakaruka ukuta. Naomba tusaidie kama polisi wanajua. Kama mwanamke uligharamia kulea mtoto ukiwa mjane, leo yanakuja kutendeka haya. Inasikitisha sana. Ina maana wanaumiza watu kama wanaumiza manyati ya porini au matembo ya porini kabisa. Inasikitisha sana. Kauli hii inabeba uzito wa kihisia na kielelezo cha sintofahamu aliyopitia mama mzazi wa Humphrey Polepole, Bi Anna Mary, akisisitiza kuwa maisha ya mtoto wake yamejengwa kwa malezi ya kipekee, mafunzo na heshima, jambo lililomfanya Humphrey kuwa mtu wa kipekee kutoka utotoni hadi uzee. Aliendelea kwa kusema, kwa nchi ya Tanzania Nyerere hakutulea vile hata siku moja. Huyu mtoto nikikwambia siri yake, toka alipozaliwa alikuwa mtoto wa pekee kabisa. Kwanza yeye alipenda kwenda kusomea mambo ya uchungaji na urubani wa ndege, lakini sisi wazazi tukawa uwezo hatuna kwenda urubani wa ndege. Alipenda sana urubani wa ndege, zile gharama za kulipa alipomaliza form 6. Unaona, ni mtu mwenye upendo vibaya mno. Hata kama hajakujua atakusalimia vizuri kwa kuelewana, kwa upendo wa hali ya juu. Katika maisha yake toka alipokuwa mdogo kabisa, alikuwa hata kuongea hajui. Akifika atawasalimia, yeye ni kucheka tu, kuongea na wenzie, kuingia ndani, vitabu moja kwa moja. Hapa Bi Anna Mary aliweka wazi ndoto na matakwa ya Humphrey Polepole alipokuwa mdogo, akieleza jinsi alivyokuwa na shauku ya kujifunza mambo ya uchungaji
na urubani wa ndege, jambo ambalo familia haikuweza kumlipia kutokana na changamoto za kifedha. Alieleza pia tabia ya huruma na upendo wa mwanawe kwa watu wengine, akisisitiza kuwa alikuwa mtu wa heshima na utu wa kipekee tangu utotoni. Sasa tuangalie kauli ya jeshi la polisi. Wakati kauli za mama huyo zikienea, jeshi la polisi Tanzania lilitoa taarifa rasmi ya kuanzishwa kwa uchunguzi wa kina kuhusu taarifa za kutekwa kwa Humphrey Polepole. Taarifa hiyo ilieleza kuwa polisi wamelenga kuthibitisha taarifa za familia na walipewa maelezo ya kuwasiliana na ndugu Humphrey Polepole aitwaye Agustino Polepole ili kupata ukweli wa tukio. Jeshi la polisi linachukua kwa uzito taarifa zinazohusiana na madai ya kutoweka kwa balozi mstaafu Humphrey Polepole. Tumeanza uchunguzi wa kina na tutatoa taarifa kwa umma mara uchunguzi utakapokamilika. Taarifa ya polisi ilieleza hivyo, huku ikisisitiza kuwa uchunguzi utafanywa kwa kina na uwazi, huku raia wote wakihimizwa kushirikiana kutoa taarifa au maelezo muhimu kwa haraka. Lakini tukio hili limeibua wimbi la hisia miongoni mwa Watanzania. Mitandao ya kijamii imejaa jumbe za huruma, sala na wito wa wazi kwa serikali. Wengi wamesisitiza kuwa kauli ya mama huyo ni wito wa kibinadamu, sio siasa. Imewafanya wananchi kuibua mijadala kuhusu haki, uwajibikaji na mamlaka. Wapo waliosema huyu mama amezungumza kama mzazi, sio kama mwanasiasa. Uchungu wake ni wa kweli. Tunahitaji majibu, sio maneno. Imekuwa kauli inayosambaa mitandaoni. Watu wengine wametoa wito wa mamlaka za usalama kutoa majibu ya moja kwa moja kwa familia ya Polepole ili kudumisha imani ya wananchi kwa taasisi za dola. Humphrey Polepole ni mmoja wa watumishi wa umma waliowahi kushika nafasi mbalimbali nchini Tanzania kabla ya kuteuliwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba. Alihudumu kama katibu wa itikadi na uenezi wa CCM na pia mbunge wa jimbo la Siha. Hali ya utumishi wake ilimpa umaarufu mkubwa kutokana na msimamo thabiti katika masuala ya maadili, uwajibikaji na ushawishi wa kijamii. Alijulikana pia kwa mchango wake katika kuhamasisha vijana kujiunga na siasa kwa njia ya amani na maadili. Tangu taarifa ya kupotea kwa Humphrey Polepole ilipoanza kusambaa, hakuonekana kwa umma, jambo lililozua taharuki na maswali miongoni mwa wananchi. Familia yake haikupewa taarifa rasmi, hali iliyosababisha uchungu na sintofahamu kwa mama mzazi, na kutoa kauli nzito ya kusema, naomba atusaidie, kama yuko hai anirudishie, kama hayupo hai anileteni mzike mwenyewe, alisisitiza mama huyo, na kauli iliyowagusa wengi. Wachambuzi wa masuala ya kijamii na siasa wamesema kauli ya mama huyo inaonyesha wananchi na haja ya uwazi wa haraka kutoka kwa mamlaka. Mtaalamu mmoja wa siasa kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam alisema kauli ya mama wa Polepole ni ishara ya wananchi wanaohitaji kuona taasisi za dola zikitekeleza wajibu wake kwa haki na wasiwasi. Huu si mjadala wa kisiasa, bali ni wa utu. Wachambuzi wengine wamesema tukio hili linafunua hitaji la kulinda utu wa binadamu na heshima ya wazazi, huku taifa likiendelea kuzingatia misingi ya amani na uwajibikaji. Na kwa kumalizia, mama mzazi wa Humphrey Polepole anaendelea kusisitiza wito wake wa kupata mwanawe, awe hai au amefariki. Kwa kauli yake ya kusema Tanzania yetu ni nchi ya amani, tusigeuze kuwa nchi ya mateso kwa wazazi. Nyerere hakutulea vile. Hii ni sauti ya mzazi anayewakilisha maumivu ya wazazi wote wanaopoteza watoto wao katika hali za sintofahamu, na pia wito wa taifa kuhakikisha haki, utu na uwazi vinadumishwa. Jeshi la polisi limesisitiza kuwa uchunguzi unaendelea, huku taifa likisubiri majibu rasmi. Wakati huo wananchi wengi wamesalia wakiwa na huzuni, mshikamano na matumaini kuwa haki itatendeka. Naam, hayo ndiyo yaliyojiri juu ya mazungumzo ya mama mzazi wa Humphrey Polepole na maneno aliyoyatoa kwenye mahojiano na BBC. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye hili, lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi kiganjani mwako.